yetu leo tunaangazia kuhusiana na makabiliano kuendelea kati ya makundi hasimu na ya wanajeshi katika eneo linalodhibitiwa na upinzani kule nchini Sudan. Mwenzangu Mizlet Ijai amezungumza na Eric Irungu, mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa akiwa jijini Nairobi, Kenya. Na ikumbukwe kwamba Sudan Kusini ni nchi ambayo imekuwa na msukosuko. Kulikuwa na yale makubaliano ya mwaka 2008 lakini yaliweza kusambaratika. Naam, tunaposhuhudia maelfu ya wakazi ya raia wakihangaika kutokana na machafuko haya, labda nafasi ya jamii ya kikanda katika mzozo huo ni upi? Jamii ya kikanda ina jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba mazungumzo yanazidi kufanyika. Ikumbukwe kwamba pale palipokuwa na ule mgogoro au vile vita vilipokuwa vinafanyika kule Sudan, ambavyo ndivyo viliweza kuleta kuzaliwa kwa hii nchi ya Sudan Kusini, ile shirika ambalo linaitwa IGAD liliweza kufanya hatua ya mahali pakubwa sana kuhakikisha kwamba mazungumzo ya amani yanafanyika. Mimi ninaona kwamba IGAD ndiyo taasisi au tuseme ndio wanaweza kufanya hatua kubwa sana kwa sababu wamehusika katika ule mgogoro kwa muda mrefu. Kile ambacho kinashuhudiwa sasa hivi, pande hizi mbili hasimu kujaribu kudhibiti maeneo tofauti, hali hii inatishia vipi yale makubaliano ya kusitisha mapigano ama kuzuia taifa hili kurejea kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe? Yanahatarisha kwa nafasi kubwa sana kwa sababu kama nilivyosema, ule mkataba ambao ulikuwa umeafikiwa mwaka 2018 kwa sasa umeshazorota na umeweza kusambaratika. Kwa hivyo taswira ambayo inajitokeza inatia doa sana hii nafasi ya kuweza kufanya mazungumzo na kufanya maafikiano, na pia inaonyesha kwamba panapokuwa na ule ubabe, basi vita hivi vinachangia kwa sehemu kubwa kuonekana kwamba hakutaweza kuwa na njia ya mwafaka. Kuna chochote ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa ili kuzuia taifa hilo kurejea katika machafuko, vita vya wenyewe kwa wenyewe? Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanahusika katika kufanikisha juhudi za mazungumzo, basi wasiweze kuwa wanaegemeza yale maslahi yao. Na la pili, lazima hata vita vinapoendelea, hizi juhudi za kupatanisha hawa wapiganaji kutoka hizi sehemu haswa mbili lazima waweze kuletwa kwa pamoja, kwa sababu diplomasia na mazungumzo hufanyika hata vita vikiendelea. La tatu ni kuhakikisha kwamba mashirika ya kusaidia watu yaweze kutumika sana kuhakikisha kwamba wanafikia wengi kwa msaada. Naam, nikushukuru sana Bwana Irungu kwa muda wako. Karibu sana, nashukuru pia.